Serikali imewahimiza waajiri na wafanyakazi nchini kupitia upya mazingira ya kazi ili kuhakikisha yanakuwa salama, rafiki na yanayozingatia afya ya akili. Wito huo umetolewa leo na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deusi Sangu, alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kuhusu maadhimisho ya Siku ya Usalama na Afya Mahala pa Kazi duniani. Ripoti ya ILO ya mwaka 2022 inaonyesha kuwa zaidi ya wafanyakazi milioni 970 duniani wanakabiliwa na matatizo ya afya ya akili yanayohusiana na kazi. Kwa mujibu wa ILO na WHO, matatizo ya afya ya akili yanayohusiana na kazi yameongezeka duniani na kusababisha upotevu mkubwa wa tija pamoja na gharama za kiuchumi zinazokadiriwa kufikia dola za Kimarekani trilioni 1 kila mwaka. Ndugu waandishi wa habari, katika muktadha wa usimamizi wa mifumo ya OSH, vihatarishi vya kisaikolojia vinapaswa kuzingatiwa sawa na vihatarishi vya kimwili kutokana na athari zake kwa ajali, magonjwa na utendaji wa taasisi. Vihatarishi vya kisaikolojia ni miongoni mwa changamoto zinazokuwa kwa kasi katika ulimwengu wa kazi wa kisasa. Vihatarishi hivi hutokana na namna kazi ilivyobuniwa, kusimamiwa na mazingira ya kijamii mahala pa kazi. Ndugu waandishi wa habari, kwa ujumla mazingira bora ya kisaikolojia ni msingi muhimu wa usalama na afya mahala pa kazi. Kudhibiti vihatarishi si tu wajibu wa kimaadili, bali ni wakakati wa kiuchumi unaolenga kuongeza tija, kupunguza gharama za matibabu na fidia kwa wafanyakazi, pia kujenga taasisi imara. Hivyo ni muhimu kwa waajiri, wakatunga sera na wadau wote wa OSH kuzingatia kwa dhati usimamizi wa vihatarishi vya kisaikolojia kama vile sehemu ya mifumo ya kisasa ya usalama mahala pa kazi. Ndugu waandishi wa habari, kwa takwimu za sasa za Shirika la Kazi Duniani, wafanyakazi takribani milioni 3 hufariki kila mwaka kutokana na ajali na magonjwa yanayotokana na kazi. Aidha, wafanyakazi milioni 395 duniani huumia wakiwa wanatekeleza majukumu yao kila mwaka. Kwa upande wetu Tanzania, jumla ya ajali zilizoripotiwa katika kipindi cha miaka miwili iliyopita kuanzia Julai 2023 mpaka kufika Julai 2025 ni jumla ya wafanyakazi 3557. Katika ajali hizo vifo vilikuwa 169. Ndugu waandishi wa habari, idadi hiyo ya watu wanaumia na kupoteza maisha wakiwa wanatekeleza majukumu yao ni kubwa na inaathiri kwa namna moja au nyingine shughuli za uzalishaji na kudidimiza uchumi wa nchi yetu. Hivyo zinahitajika hatua madhubuti za kushughulikia changamoto hivyo. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua umuhimu wa kulinda nguvu kazi ya taifa. Kupitia taasisi ya OSHA, serikali inaendelea kusimamia kikamilifu utekelezaji wa sera na sheria ya afya na usalama mahala pa kazi sura 297 toleo la mwaka 2023. Lengo ikiwa ni kuhakikisha kwamba maeneo yote ya kazi nchini yanakuwa na mifumo bora ya kuzuia ajali, magonjwa na vifo, na hivyo kuwa na uzalishaji wenye tija na wafanyakazi wenye afya njema. Amesema maadhimisho hayo yatafanyika kitaifa Aprili 28 ya mwaka huu 2026 mkoani Njombe, yakilenga kuongeza uelewa wa umuhimu wa usalama na afya kazini, hususan afya ya akili. Tunapoelekea kwenye kilele cha maadhimisho ya Siku ya Usalama na Afya Mahala pa Kazi tarehe 28 Aprili 2026, serikali ya awamu ya 6 kwa kushirikiana na wadau wote wa utatu tunaendesha kampeni maalum ya uhamasishaji kupitia shughuli zifuatazo. Shughuli ya kwanza ambayo tutafanya katika maadhimisho haya ni mafunzo ya usalama na afya miongoni mwa makundi mbalimbali wakiwemo wajasiriamali wadogo. Shughuli ya pili tutakayofanya katika maadhimisho haya ni maonyesho ya usalama na afya mahala pa kazi ambayo yatawakutanisha wamiliki, wasimamizi wa sehemu za kazi na wadau wengine ili kutoa elimu kwa umma, kubadilishana uzoefu miongoni mwao juu ya masuala ya usalama na afya mahala pa kazi. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika katika viwanja vya Sabasaba mkoani Njombe. Na jambo kubwa la 6 litakalofanyika tukielekea katika kilele cha maadhimisho hii ya mwaka huu ni kuhamasisha wafanyakazi kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini kujumuika katika siku ya kilele kwa ajili ya tafakari ya pamoja juu ya usalama na afya mahala pa kazi, pamoja na kuwakumbuka wafanyakazi walioumia au kupoteza maisha wakiwa wanatekeleza majukumu yao.